Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kwa mara nyingine tena nimejitokeza katika kadhia yetu ya mzozo na mgogoro wa taasisi yetu inayohodhi msikiti wa Manyema. Leo kidogo nitakuja kitofauti, na kwa kuwa na jambo tofauti na vile ambavyo sasa tumekuwa tukianza kuzoeshana kwamba pale pana kesi, pana mzozo. Leo nilitaka sasa ni turudi kidogo kwenye taratibu za Uislamu kuhusiana na masuala ya kuhodhi nyumba za ibada. Kuhodhi nyumba za ibada tunaweza tukaona kwenye historia ya Uislamu pale ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliondoka Maka kwenda Madina, na alipofika Madina aliondoka Maka akiwa kwenye hali kupewa amri tu kuhamia kutoka mji mmoja na kwenda kuhamia mji wa Madina. Na alipotoka Madina kwenda Maka, alikwenda tayari akiwa ana dola, akiwa tayari anakwenda kuanzisha dola baada ya kuwepo Madina na kutengeneza serikali na kutengeneza uwezo wa kijeshi, na hivyo kuja kuchukua mji wa Maka. Lakini nataka kujikita kidogo kwenye kuelezea yaliyojiri muda mfupi baada ya wao kukamata mji wa Maka. Kama tunavyofahamu, mji wa Maka ndipo ilipo Kaaba takatifu au nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu. Na kipindi hicho Bwana Mtume anaingia pale Maka, funguo au taratibu zile za mambo ya msikiti zilikuwa ziko chini ya kabila maalum, au kwa kifupi ni kwamba funguo za msikiti ule wa Maka Al-Kaaba, funguo zake zilikuwa zimehodhiwa na bibi mkubwa mmoja pale ambaye yeye ndiye alikuwa mashuhuri katika kufungua na kufunga lile lango la mlango wa Kaaba, la jumba la Kaaba. Masahaba baada ya Bwana Mtume kuwa amefika pale, na bibi mkubwa yule alikuwa hajasilimu, alikuwa bado yuko kwenye dini zake au dini zao kule, yeye na watu wake. Masahaba walidiriki kutaka kwenda kuchukua ule ufunguo, na hatimaye wakaenda kumpata Bwana Mtume kupata ufumbuzi kwamba yule aliyekuwa na ule ufunguo au ni mkubwa yule ambaye au ni ile familia ambayo hawajahamia kuja kwenye Uislamu, bado wao ndio muhodhi ule ufunguo wa msikiti, kwa maana kwamba wao ndio wanasimamia pale masuala ya jengo la Al-Kaaba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri, akasema funguo au udhibiti wa mlango wa nyumba ile ya Kaaba uachwe pale kwa yule ambaye toka mwanzo alikuwa akihodhi huo ufunguo. Hiyo ilikuwa ni amri ya Bwana Mtume, pamoja kwamba yule mkubwa alikuwa bado hajawa Muislamu, lakini yeye ndio alisalia kukaa na ufunguo ule wa mlango wa Kaaba. Tunapata nini kwenye hili tukio? Tunachojifunza hapa ni kwamba maana yake ni kwamba hikima kubwa ya Bwana Mtume ilikuwa ni kwamba haya majengo au misikiti na maeneo ya ibada huwa yana watu ambao ndio mahususi, wanakuwa hao ndio waanzilishi wa kuanzisha ujenzi, au kutokana na historia wanasoma kuwa wao ndio wasimamizi wa mambo mbalimbali kwenye majengo ya ibada. Kutokana na tukio hilo, tunataka kusema kwamba huu umekuwa ni utamaduni dunia nzima kwa misikiti na nyumba za ibada, kwamba pamoja kwamba waumini ndio wanaoingia pale kuswali, lakini kunakuwa na mahususi watu maalum kutoka kwa kundi la waumini ambao ndio wana asili ya uanzilishi wa majengo hayo ya ibada. Kwa wao ndio sasa wanakuwa ndio wanaofahamika. Tukija katika zama zetu hizi, tunasoma kwamba misikiti mbalimbali hasa hapa Dar es Salaam na wenyewe tunaona kuna misikiti ambayo inaongozwa na kamati mbalimbali na ina watu mahususi. Si kila mtu anayekuja kusali pale atakuwa ni mtu ambaye atahusika katika uendeshaji wa shughuli mbalimbali za msikiti. Nikitoka huko, nilitaka kurejea katika kadhia yetu ya msikiti wa Manyema. Msikiti wa Manyema kwa upande wake una orodha ya tuseme wahusika waendeshaji wa ule msikiti ambao wametajwa katika leja ya wanachama. Lakini vile vile msikiti wa Manyema kutokana na uasilia wake ni kwamba takriban una miaka 100 toka umeanzishwa msikiti huo, umejengwa msikiti ule. Pia umekuwa ukiwa na watu mahususi na wamekuwa wakiendelea kukabiliana katika wingi wao. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo, tutaka kunasibisha kwamba jambo hili kwamba kila msikiti una wenyewe, kila msikiti unakuwa una watu wake ambao ni mahususi, wasimamizi wa shughuli mbalimbali.
usafi, milango, kufunga milango, masuala ya umeme, masuala ya uendeshaji. Hata sasa kumeingia mambo ya dunia ya kiserikali. Sasa hivi misikiti au taasisi zinatakiwa kuingia kwenye kuhold misikiti, yani misikiti inakuwa iko chini ya taasisi. Kwa hiyo utaratibu sasa, wale wanaokuwa members au wanachama ambao wanatakiwa waingie katika utaratibu wa kitaasisi wanakuwa ni wale ambao tunasema waanzilishi, ambao wahusika wanaosoma kwenye historia mbalimbali za msikiti. Hali kadhalika kwenye msikiti wa Manyema, wale wanaosoma kwenye leja ya wanachama ambao ndio walio mahususi, ambao ndio wasimamizi wa kuendesha shughuli mbalimbali za ibada za hapo msikitini pamoja na mali zake. Kwa hivyo nilitaka kulieleza hivi kuonyesha kwamba misikiti yetu si Tanzania au dunia nzima, huo ndio mfumo uliopo. Misikiti inakuwa na utaratibu maalum, inakuwa na watu maalum ambao ndio hao mahususi kwa ajili ya kuendesha mambo mbalimbali yanayohusu na kuleta utulivu kwenye ibada mbalimbali na kwenye misikiti husika. Kwa hiyo kwa upande wake, kutokana na sababu hizo, ndio maana tunaendelea kusema kwamba katika kadhia yetu ya taasisi ya msikiti wa Manyema tutasalia kwa wale wote waliopo kwenye leja iliyosajiliwa na inayofahamika, watasalia kuwa hawa ndio wahusika katika uendeshaji mbalimbali wa taasisi inayohodhi msikiti wa Manyema. Kwa uchache huo, napenda sana kuwashukuru kwa usikivu wenu kwa kipindi kifupi ambacho mmenisikiliza au kunitazama katika kadhia hii ya msikiti wa Manyema. Inamaanisha kwamba msikiti wa Manyema na wenyewe kama misikiti mingine, basi unakuwa una watu mahususi ndio waliokuwa wana dhamana kusimamia mali pamoja na taasisi yenyewe. Kwa hivyo, kwa hayo machache nataka kuondoa ile habari kwamba waumini tu peke yao wanatosha tu, kwamba wanaweza kaamua kwamba wachukue msikiti na waweze kutolea maamuzi mbalimbali kinyume. Vinginevyo hata pale Bwana Mtume angeliruhusu kwamba sasa nendeni mkauchukue funguo za Al-Kaaba, na sasa tayari akabidhi tu kwa wale ambao, lakini Bwana Mtume hakufanya hivyo. Aliwaambia acheni funguo za mlango wa Kaaba ziendelee kuwa na yule bi mkubwa, hali ya kuwa alikuwa bado hajasilimu. Lakini historia inamtaja kwamba alisilimu, na ukoo ule unatajwa kwamba mpaka hii leo ndio bado umekuwa ukihodhi, pamoja kwamba sasa Al-Kaaba imekuwa sasa serikali inasimamia, lakini bado ufunguo wa kufungua mlango wa Kaaba bado ni ukoo ule ule ambao ulitokana na bibi yule aliyotajwa na Bwana Mtume kipindi hicho, sallallahu wasalamu alayhi. Kwa haya machache narudi na kusema nawashukuru sana kwa usikivu wenu kwa leo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.